Yes, karibu sana msikilizaji na ufuatiliaji wa Simulizi Zetu Media Channel hapa YouTube. Tumerudi tena kwa mara nyingine tena tukiwa na andiko zuri kabisa la simulizi ambayo naamini mpaka mwisho mwa simulizi basi utakuwa umeenjoy sana, utakuwa umeburudika pia. Na mimi nikukaribisha rasmi wewe ambaye basi ni mgeni katika channel yetu hii, basi hakikisha umesubscribe channel yetu. Lakini kwa wewe ambaye tayari umekwisha kusubscribe channel yetu, basi hakikisha unabonyeza alama ya kengele ili tukua wa kwanza kabisa kupata maendelezo yote ambayo inakuwa imewekwa hapa ndani, upate kwa wakati. Lakini pia upate kuona simulizi mpya pindi tu zinapokuwa zimepandishwa hewani. Tunapatikana pale Instagram, lakini pia Audiomack kwa jina la Simulizi Zetu Media. Lakini unaweza kututafuta pale WhatsApp kwa ajili ya kuweka katika group letu la simulizi kwenye namba yetu ya simu ya 0757 56 72 53. Leo tumepata bahati ya kupata andiko lingine zuri kabisa la simulizi ambayo itakusisimua sana, itakupa burudani, na kwa hakika naamini kwamba utakwenda kuenjoy. Na hii ni sehemu ya kwanza kabisa ya simulizi yetu nzuri kabisa ambayo inakwenda kwa jina la Faith. Naamini kwamba utaenjoy sana, lakini utajifunza, utaburudika. Nikusisitize tu kwa kila namna ambavyo utakuwa unajisikia, kwa kadri ambavyo utakuwa unaendelea kusikiliza simulizi popote pale ulipo, basi hakikisha umelike simulizi yetu, lakini umeshare, bila kusahau kuacha comment yako ambayo kwetu ni muhimu na inakuwa ni ya maana sana pale ambapo unakuwa basi umetuachia maoni katika uwanja wa comment pale chini. Na kusomea simulizi hii, jina langu naitwa Tutu. Karibu sana, ungane nami katika sehemu ya kwanza mpaka pale tutakapofika tamati. Na hii ni sehemu ya kwanza ya simulizi yetu ya Faith. Kwa majina naitwa Faith Laurent Kimaro. Mimi ni Mchaga wa Romboko. Mimi ni mtoto wa kwanza kuzaliwa katika familia ya watoto watatu. Yaani naanza mimi, anafuata mdogo wangu wa kiume, yeye anaitwa Ernest. Lakini namaliza mdogo wangu wa kike anaitwa Catherine. Basi mimi bwana na miaka 29. Mimi ni binti ambaye ninajiheshimu mno, yani kuliko kitu chochote kile. Sijui nieleze vipi kwanza. Yani mimi ni binti ambaye kwanza nina misimamo yake kweli kweli, yani nina misimamo. Tena nina hofu ya Mungu kabisa, yani nina hofu ile. Sio ya kuigiza, nina hofu ya Mungu. Lakini hii ni kwa sababu familia yangu ambayo nimetokea ni familia ambayo inamjua Mungu sana. Yani sisi tunaamini sana katika Mungu. Basi lakini mimi pia ni mlokole. Yani tena mlokole, sio mlokole wa jina. Mimi ni mlokole kabisa, nimeokoka. Yani naamini katika Yesu, na mimi ni Mkristo kabisa. Na mimi sio Mkristo kwamba maneno tu ni Mkristo sababu jina langu, no. Mimi nina imani kubwa sana kwa Yesu Kristo. Tena imani hii nimejengewa mimi pamoja na familia yangu, lakini pia na ndugu zangu wote tuko hivyo. Basi mpaka katika umri wa miaka 29 mimi bado nilikuwa ni bikra. Yani bado nilikuwa na usichana wangu kabisa. Tena nilikuwa nikijilinda na kujithamini mno. Na mimi nilikuwa naamini kwamba bikra yangu ndatolewa na mume wangu. Tena nikiwa ndani ya ndoa yetu kabisa. Na hii ndio sababu ambayo imefanya mpaka leo basi niko single. Maana wanaume wengi wanashindwa kabisa masharti yangu. Yani nikimwambia mtu tusiingiliane kwanza mpaka tutakapofunga ndoa, basi anakimbia. Nishawahi kuingia kwenye mahusiano na wanaume mbalimbali. Lakini wote hao tulishindwana kwa sababu tu mimi nilikuwa na misimamo. Yani mimi nakwambia sawa tupendane, lakini mimi na wewe hatuto sex mpaka tutakapokuwa ndani ya ndoa. Na hiyo yote ilikuwa ni kwa sababu mimi nina hofu ya Mungu. Yani nina hofu ya Mungu, najua kabisa hiyo ni zina na Mungu haimpendezi. Yani mimi nilikuwa napambana tu kwa ajili ya future yangu nzuri mwenyewe, basi hakuna kitu kingine. Lakini pia mimi nimemaliza chuo kikuu pale UDSM, na ndo ambako nilipata degree yangu ya kwanza business administration, na niliibuka kuwa mwanafunzi wa kwanza ambaye nilikuwa na GPA kubwa sana pale chuoni kwenye huo mwaka ambao mimi nilikuwa nimemaliza. Basi sasa unajua nina historia yangu nzuri sana pale UDSM. Basi hapo napo mimi sikutaka kupumzika. Nilipomaliza tu nikaamua kuunganisha zangu masters kabisa, nikamaliza pale pale UDSM master yangu, na hapo ndo nikaajiriwa kabisa katika kampuni moja ambayo ilikuwa ni kubwa sana hapa Tanzania. Sasa nilikuwa na mshahara wa milioni 5 kwa mwezi. Naweza kusema kwamba mimi kiukweli nilikuwa miongoni mwa mabinti ambao nilikuwa nimejipata kabisa kwenye maisha yangu. Nilikuwa na maisha mazuri kwa kiasi chake. Sasa mimi nimepanga nyumba ya kisasa tu ambayo iko Chanika. Kwa hiyo mimi nilikuwa naishi Chanika, lakini nilikuwa nimenunua kiwanja changu kikubwa huko maeneo ya Chanika. Nilikuwa na plan kujenga nyumba ya kifahari mno. Yani hapo tayari nilikuwa nishanunua gari kabisa, maana nilikuwa nimepata mkopo kazini. Kwa hiyo nikawa nakata kidogo kidogo katika mshahara wangu. Kwa
Kifupi, mimi nina maisha fulani hivi amazing kwa sababu pia najimudu kwa kila kitu mimi mwenyewe, lakini pia naweza kusaidia familia yangu. Sasa ngoja niwaambie kitu. Unajua mimi bwana ni mzuri. Yaani mimi ni mzuri mno. Ila sasa shepu sina. Mimi ni mweupe, afu ni mrefu. Na kasura kangu kazuri mno. Yaani na mara nyingi sana wanapenda kuvaa magauni ya kumwaga mafupi ambayo yanakuwa yanaisha kwenye magoti yangu. Alafu nikivaa zangu na kiatu changu kirefu, huwa sipendi kuvaa nguo kabisa za kunibana kwanza. Alafu ambacho nisahau kuambia, sasa mimi mwenzenu ni mpole sana. Yaani mimi sio mwanamke ambaye napenda kuongea, ila na misimamo. Hakuna mjinga ambaye anaweza kunipata kifalafala hata siku moja. Yaani ukija kwenye misimamo yangu mwenyewe unakimbia. Basi bwana, tuendelee. Nyumbani kwangu mimi naishi peke yangu. Niko single jamani, shaambia. Yaani vijana wanashindwa kabisa masharti yangu. Wanashindwa kabisa. Na mimi mwanaume akinitongoza, kwanza lazima nisali, nimuulize Mungu wangu, je, huyu ndio mwanaume ambaye umenipangia? Na sio mimi tu nitaomba na kufunga na kuangalia hilo, hapana. Lazima nimwambie pia mama yangu. Nitamwambia mama yangu kuna kijana ananitaka kwenye mahusiano. Basi mama yangu naye pia atafunga na mimi, atasali na mimi, tutaomba kwa ajili ya huyo mwanaume, tujue kama ni sahihi au ni vipi. Nikiona sijapata majibu, basi na mimi hapo, mwisho tunaachana. Naendelea na maisha yangu. Huo ndio utaratibu wangu. Sasa bwana, siku hiyo mimi niliamka asubuhi sana, maana kulikuwa na kikao kikubwa sana pale kazini. Kwa hiyo sikutaka kuchelewa kabisa, na ukizingatia nilikuwa nimeajiriwa na kampuni binafsi wala sio ya serikali. Yaani tunajua tena kufukuzwa kazi dakika moja tu unafukuzwa. Basi mimi nikajiamsha mtoto wa kike, haraka nikaingia bafuni, nikaoga vizuri, afu nikatoka ngajifuta zangu maji, nikapaka lotion yangu ambayo inaning'arisha sana kwa kweli ngozi yangu. Yaani inafanya nakuwa na ngozi nzuri na ya kuvutia kama mtoto. Basi nilipomaliza nikavaa vizuri, mtoto wa kike niliwaka mno, yani kama mngeniona hivi. Nikaweka kiatu changu kirefu hapo, nikazidi kuwaka jamani. Nikachukua na perfume yangu nikajipulizia pale, nikazidi kunukia mtoto wa kike. Basi nikapiga goti kwa Mungu kumuomba abariki safari yangu ya leo. Mungu nilikuwa nataka kanisimamie na kuniongoza katika safari yangu. Na hii huwa ni kawaida yangu kila ambapo ninatoka nyumbani kwangu. Lazima nisali kwanza kumuomba Mungu anilinde na mabaya yote huko ninakoenda. Na kila ninaporudi pia huwa nashukuru sana kwa Mungu kwa kweli kwa kunifanyia nirudi salama nyumbani. Basi nilipomaliza kusali, taratibu nikainuka, nikabeba zangu pochi, nikaweka vitu vyote ambavyo mtoto wa kike inabidi atembee navyo, yani kama lips gloss, unajua tena. Basi nikaweka perfume changu hapo, na mtoto wa kike muda wote jamani inabidi ninukie. Nikavuta na funguo ya gari langu, kisha huyo taratibu nikaanza kushuka. Sasa nikatoka nje, nikaingia katika gari langu, taratibu nikaanza kuelekea kazini. Kwa mbali ningeweka muziki wangu wa injili ukiwa unaniburudisha. Mimi sikuwa napenda kusikiza muziki wa kidunia kabisa yani. Mimi nilikuwa napenda kusikiza nyimbo za kumsifu Mungu tu. Basi na ilipofika saa 2 kamili nikawa nishaingia kazini. Moja kwa moja nikawa nimeingia kwenye kikao cha ofisi. Sasa kulikuwa kuna kikao kikubwa tu siku hiyo. Ilikuwa mwenye kampuni alikuwa anamtambulisha rasmi kijana wake kuwa CEO wa kampuni. Yeye alikuwa na staff kwa sababu ni muda mrefu sana alikuwa yuko pale. Na kweli mwenye kampuni hii alikuwa ni mtu mzima sana huyu baba. Kwa hiyo alikuwa ni mpambanaji mno. Ila pia alikuwa ni mkali. Yaani unapokuwa haupo serious kazini kwake, alikuwa hana masiara kabisa na mtu yote ambaye alikuwa anazembea. Kwa upande wangu mimi nilikuwa naheshimiana sana na huyu baba. Alikuwa ananipenda sana. Na yote ilikuwa ni sababu tu ya juhudi zangu za kazi. Na hisi alikuwa anaangalia vile ambavyo nilikuwa najitambua pia. Basi huyu mzee alitambulisha kwa kijana wake pale. Alikuwa kijana mzuri tu, alikuwa ni mweupe, alikuwa mrefu pia, afu alikuwa anaitwa Faustin. Sasa huyu kijana nahisi alikuwa nje kidogo akiongeza elimu yake. Sasa ndo alikuwa amerudi. Nilipomkadiria umri naweza kusema alikuwa anafika kwenye miaka 35 hivi. Basi naye akapewa chance ya kuongea. Akaongea vizuri pale, akajitambulisha kwa yeye anaitwa Faustin na atakuwa ndo CEO wa kampuni yetu. Kwa hiyo alikuwa anaomba sana ushirikiano wetu katika kutimiza malengo ya kampuni. Maana yeye pia alikuwa ni mkali kama baba yake, na akasema kwamba hatakubali kuona uzembe wowote unaendelea kazini. Basi tulipiga makofi pale, tukakubaliana na kila ambacho alikuwa anaongea. Ila baada ya hapo yalijadiliwa mengi sana, na yote hayo ilikuwa katika kujenga maendeleo ya kampuni tu. Mwisho kikao kikaisha, kila mtu akawa ameendelea na majukumu yake. Sasa katika ofisi ambayo ninafanyia kazi tulikuwa wawili, mimi na shoga yangu Diana. Nimemzoea sana Diana jamani. Nafikiri sababu ni watu ambao tuna miaka 2 tunakaa ofisi moja, tunafanya kazi pamoja. Basi nilikuwa najikuta naelewana sana na Diana. Na sasa Diana alikuwa ndo besti yangu. Sasa mambo mengi tulikuwa tunashirikishana, kushauriana na besti yangu huyu. Sasa baada ya kurudi ofisini, Diana akaniambia hivi, shoga, hivi umemwona yule kaka kuitwa Faustin?
Nikamwambia ndio nimemuona, si unamaanisha CEO mpya? Akasema ndio. Basi nikacheka, maana Diana stories zake nilikuwa najua anataka kusema nini. Nikasema nimemuona ndio jamani. Basi akarudia tena, jamani yule kaka ni mzuri jamani. Ni mzuri afukajazia hatari. Yaani basi mimi nikatabasamu tu. Nikasema hebu kemea pepo linalokuzunguka kwa jina la Yesu. Nikamwambia hivyo, kisha nikamwambia usikaribishe zinaa bwana. Basi alicheka tu, maana alikuwa ameshanizoea. Wakati pia Diana akaniambia, "Sasa lakini wewe unazungumzia zinaa gani lakini? Yaani wewe dini unaiendekeza mpaka inakutesa." Yaani kumsifia kijana watu jamani kwa handsome tayari ni zinaa Faith kweli jamani? Tushindwe kuwasifia watu, hebu acha mambo yako bwana. Basi mimi nikacheka wakati ule na afu nikamwambia, "Unajua bwana wewe unazidi sana. Sasa unamsifia mwanaume ili waje? Hebu achana nayo Diana bwana." Basi Diana akaniambia, "Haya mlokali wangu, tuyaache tufanye kazi." Basi baada ya hapo kweli tuliachana na hizo story. Tukawa tunaendelea tu na kupiga kazi zetu. Mida ya saa 10 ndio huwa tunatoka ofisini kuelekea nyumbani. Sasa ile tunatoka ofisini tukakutana na Lamek. Alikuwa anatoka ofisini kwake. Sasa huyu Lamek yeye ni mfanyakazi mwenzetu. Yeye kanizidi cheo kidogo tu na ana mshahara mkubwa kuliko wangu. Ila huyu Lamek ana mwaka sasa ananitongoza na ananiambia ananitaka, sio ananipenda, lakini mimi nishamkatalia kwa sipo tayari kuwa naye, maana nilishamuuliza Mungu juu ya huyu mtu. Mungu wangu akanijibu kwa huyu sio mwanaume sahihi. Kwa hiyo wala hawezi kuwa mume wangu. Kwa hiyo mimi mapema sana nilishamkataa, lakini huyu kaka jamani hajawahi kukubali. Yaani lazima kila atakaponiona tusumbuane jamani. Yaani mpaka nakasirika kumuona. Yaani ni msumbufu kuliko. Basi Lamek akanisimamisha. Sikutaka kusimama, nikamwambia Diana twende. Diana akasema hivi, Faith, kwa nini unamtesa huyu kijana? Lakini hebu msikilize basi. Nikamwambia Diana bwana achana naye twenzetu. Lakini kabla sijapiga hatua, Lamek alifika akanishika mkono. Akaniambia, Faith, hivi mbona unanitesa sana huyu mwanamke? Hebu niambie, kwa nini unataka kuniua mtoto mwanamke mwenzio? Kila saa, kila muda ninapokuona, kila ninapoonana na wewe, yani siachi kukuambia kuwa nakupenda. Please Faith, mimi nakupenda. Naomba tuwe pamoja. Sina kuhitaji mwenzako unaniumiza, nakupenda sana jamani. Basi mimi nikamwambia huyu kijana kwamba asante kwa kunipenda, lakini Lamek, mimi sikuhitaji tena, yani sikuhitaji kabisa katika maisha yangu. Yani wewe unataka nikuongopee jamani? Hebu achana na mimi. Yani wewe kuwa free na maisha yako, afu mimi achana na mimi. Tafuta mwanamke mwingine. Mbona wanawake wako wengi? Hebu tafuta mmoja uwe naye, achana na mimi. Mimi sikuhitaji hata kidogo. Basi Lamek akaniambia, kwani unataka nini ili uwe mwanamke wangu Faith? Hebu sema unataka kitu gani hasa? Mimi nakupenda Faith, yani unanichanganya. Kila nikikuona najikuta naendelea kuhitaji na kumisi mno. Yani naomba tuwe pamoja. Jamani ukaka meli nikera. Kaka anaongea kwa hisia ni kama nataka kulia. Yani issue mimi nilishamuona kwa huyu sio mwanaume maisha yangu. Yani huyu sio mwanaume ambaye mimi atakuja kunioa. Na Mungu tayari alishanionyesha hilo. Sasa kwa nini mimi nipoteze muda wangu kama uhusiano naye jamani? Kiukweli mimi sikutaka kumsikiliza. Sura kumsikiliza wala kubaki pale. Basi nilijivuta mkono wangu kwa haraka nikaanza kuelekea nilipopaki gari langu. Lamek alinifuata. Akawa akiendelea kuniomba nisimame. Lakini sikumsikiliza. Haraka sana niliingia ndani ya gari langu na moja kwa moja nikaelekea nyumbani. Basi bwana nilifika nyumbani nikasali kumshukuru Mungu amebariki siku yangu imeenda vizuri tu. Nimefanya kazi zangu vizuri na nimerudi home salama. Basi nikabadili nguo, nikaoga kisha nikaingia jikoni kuandaa chakula. Nikapika zangu wali na samaki wa nazi, nikapakua chakula changu, nikatulia sebuleni taratibu, nikawa nakula huku natazama movie. Lakini mara simu yangu ikaita. Alikuwa anapiga nani tena? Ni Lamek. Oh my god. Jamani huyu kaka ananitakia nini mimi? Lakini kila nikimwambia kwa simtaki, yani ndio kwanza kama asikii. Kwani ana shida gani? Lakini mimi sitaki kuwa naye kwenye mahusiano. Kwa nini anielewi? Nijikuta nikilaumu kabla hata sijapokea hiyo simu. Baadaye niliamua kupokea ile simu. Nilikuwa nikiomba tu neema za Bwana zinitawale ndani ya moyo wangu, maana nilikuwa naona naweza hata kumtukana huyu kaka kwa sababu sio muelewa jamani. Ila nikapokea, afu nikamwambia niambie Lamek. Akaniambia umefika nyumbani salama? Ndio nimefika salama, sijui wewe. Na umefika salama? Nimefika salama ndio. Faith, mimi nimefika salama pia. Hivi Faith, lakini hivi kwa nini unaniona mimi ni muuni Wala mimi sijisema hivyo. Lakini Faith, unajua mimi nataka kuoa kabisa. Yani siku ambayo utanikubali ndio siku hiyo napeleka barua kwenu kutolea posa. Maana nakuhitaji sana, ni mimi nakupenda wewe mwanamke, sijui kwa nini hata unielewi. Yani huyu kaka jamani, anajua kuforce vitu ambavyo haviwezekani. Yani mimi Mungu wangu kashaniambia huyu sio, yani hata kama ataforce kunioa hatutadumu. Mimi namwamini sana Mungu wangu ambaye amenijibu kweli.
Basi hapa nikamwambia Lamek, hebu nisikilize, mimi nina mtu tayari, tena huyu mtu ameshapeleka barua nyumbani siku nyingi tu, hivi mapema atanioa. Kuwa mwelewa tu, mimi tayari nimesha kuwa mpenzi wa mtu, usiwe kinganganizi kwangu, tusababisha tuchukiane tu, na sasa tukifanya hivyo jamani tutakutana afu tushinde kusalimiana. Hiyo iko sawa jamani. Lamek akaniambia, kiukweli mimi naamini unipende hata kidogo Faith. Yani mpaka unaamua kuingia kwenye hii dhambi ya uongo kabisa. Acha kwanza nikaushe. Basi mimi nikamwambia sawa, asante kwa kuelewa. Nikakata simu, maana sikuwa nataka tena kumsikiliza ataongea nini huko mbeleni, maana ni kweli nishakuwa nimedanganya mpaka hapo. Nikaendelea na ratiba zangu. Saa 3 nikaingia chumbani kwangu, nilipiga goti nikasali kwa Mungu, nikamuomba na kisha nikamuomba pia anipe huyo ambaye ameniandalia jamani, maana nilikuwa nimechoka kuwa mwenyewe na tayari nilikuwa na miaka 29. Lakini sina mwanaume, sina mtoto na bado sijaonyeshwa mwanaume ambaye nataka kuwa naye. Mimi sitaki kuwa na mwanaume ambaye atanichezea tu, sitaki jamani, mimi nataka mume. Basi nilipomaliza sala zangu, nilipanda kitandani nikapumzika na wala sikutaka kushika simu. Usingizi mtamu kanipitia, nikalala. Nikuja kushtuka saa 4 asubuhi, nikaamka na kuanza kufanya usafi ndani kwangu kwanza, maana huwa nafanya usafi wa nyumba nzima kila baada ya siku 2. Kwa hiyo sio kwamba kunachafuka sana, ila mimi napenda tu ndani kwangu kuwe kusafi ili malaika wa baraka wakiingia waje kwa wingi. Basi ilipofika saa 12 nikawa nishaweka sawa kila kitu, ndo nikajiandaa na taratibu nikaelekea kazini. Nilikutana na Diana ofisini, tukaanza kufanya majukumu yetu ya kila siku. Hii siku niliona Lamek muda wa lunch na nilimuona vizuri kabisa, lakini hakunisumbua kabisa. Naona alikuwa ameshakubali kwa simtaki, simuhitaji kabisa, kwa hiyo alikuwa ameachana na mimi, akawa busy na mambo yake. Mimi nikaona fresh tu. Sasa wiki nzima ilikata, nikawa naenda kazini na kuonana sana na Lamek, lakini ni kama alikuwa amezila hivi, akawa hata nisalimie kabisa. Yani mpaka Diana akaniambia, yani wewe dada utazeeka bila ndoa, maana muda wote unafanya vijana wakuchukie. Mimi nikamwambia wala sitazeeka, ndoa nitapata na nitaolewa tu. Basi Diana akawa anacheka sana, akanisikitikia pia, akaniambia nitazeeka bila ndoa wala familia. Lakini mimi sikuwa hata na shaka, nilizidi kuvuta subira kuendelea kumgoja mwanaume ambaye Mungu alikuwa amenipangia kwa umri wangu, lakini pia kwa wakati wake. Basi bwana, sasa nakumbuka hiyo siku nilikuwa nimeingia kazini, nikawa busy na kazi kama kawaida yangu, na tukiwa busy sana na kazi hivi, bosi akaingia, yani yule CEO mpya yule anaitwa Mr. Faustin. Basi alitusalimia na sisi tukasimama, kisha tukamsalimia pia kwa adabu sana. So unajua tena boss lazima tuwe nyenyekevu kidogo kwao. Basi kuna mambo alikuja kukagua na niliona ananiangalia sana jamani, yani alikuwa anakagua kazi lakini macho yote alikuwa kwangu, mpaka nikajikuta naona aibu. Nikawa nainama kabisa, maana ana macho makali, mpaka nikahisi huenda au kuna kitu nitakuwa nimekosea mno, nimemkwaza. Basi alinitazama sana mpaka nikajishtukia. Basi nilipoona kuwa nimekosa kujiamini kwa sababu ananiangalia sana, akaacha kuniangalia, afa akawa busy na kukagua kazi za ofisini kwetu. Alipomaliza aliondoka. Sasa hapo ndo nikapumua, nikamwambia Diana, ulimuona bosi alivyokuwa ananiangalia? Sijui hata nimefanya nini jamani, mbona kanikata jicho kali namna hiyo? Yani mpaka nikawa naogopa Mungu wangu. Diana akasema, wewe naye usiogope mlokole wangu, unajua wanaume wakikuona wanavurugika kabisa, yani wangekuwa wanajua sasa hata singepoteza muda wao. Na hisi huyu naye kakuelewa, kashachanganyikiwa, na wewe ulipomjinga sasa, na huyu naye utaenda kumsalia kwa Mungu eti akuonyeshe. Yani wewe ni mjinga, unajua unapoteza bahati, mjinga wewe. Yani basi aliongea sana hivyo rafiki yangu Diana, afu nikajikuta anacheka. Mwana Diana bwana, asa yote ilikuwa imetokea hapi jamani? Kwa nini aniseme hivyo mie? Basi Diana aliniambia hivi, unajua wewe ni mtu mzima, wewe unaelewa, basi yule baba akakuelewa Faith, mtoto twiga bwana. Basi nikacheka tu, mwana Diana kugongelea msumari vitu mimi hata nilikuwa simuwezi kwa kweli, lakini pia sikumtilia maanani. Mimi nikaendelea na kazi na jioni kabisa nikawa natoka ofisini. Sasa mimi nilichelewa kidogo, hata Diana siku ile niacha, mimi nilikuwa namalizia kazi zangu za siku hii. Sikutaka kabisa kulaza kazi. Kesho yake nilitaka nianze kazi mpya, kwa hiyo ndio maana nilichelewa. Sasa nilipokuwa natoka, bosi naye alikuwa anatoka ofisini kwake. Alikuwa amepiga suti yake mwenyewe rangi ya kijivu. Yani kawaka huyu kaka jamani nyie, acheni tu. Yani kiukweli akawaka kapendeza. Basi alinisalimia na mimi nikamuitikia. Akaniangalia kwa makini sana, yani mpaka nikashusha macho chini. Yani nikaona aibu. Afu nikaona natabasamu. Afu akaniuliza, "Is your name Faith?" Eti nikasema ndio ni mimi. Akasema okay. Nikashangaa, kanishika mkono kisha tunaanza kutoka wote. Yani hata nguvu ya kutoa mkono wake eti sikuwa nayo. Sijui ilikuwaje yani. Basi
alinishika mkono na nikashangaa, sikufanya chochote kwa sababu wangekuwa ni wanaume wengine hapo tayari nishamfokea siku nyingi sana. Yaani unanishikaje mkono? Lakini huyu hata nguvu ya kutoa mkono ni kwa sina mwenzenu. Nikabaki tu nimetulia afu namfuata. Basi huyu kaka alinitoa mpaka nje ya kampuni, tukaelekea mpaka parking. Kisha akaniuliza gari yako iko wapi? Nikamwonyesha gari yangu, kisha akanipeleka mpaka pale. Akaniambia usishangae Faith, nimejisikia tu kukusindikiza mpaka katika gari yako. Kama hujapenda sijui au hujapenda. Eti hujapenda mpenzi au umechukia au umejisikia vibaya? Nikajikuta tu nimesema hapana boss, ni kawaida tu. Basi alitabasamu afu akasema boss, nikiwa ndani ya ofisi, nikiwa nje mimi naitwa Faustine, please. Nikasema sawa Faustine. Akasema sawa, unaishi wapi Faith? Nikamjibu mimi naishi Chanika. Sawa. Basi naomba ufike salama, uwe makini pia barabarani, sawa Faith? Nikasema tena sawa. Basi Faustine aliniacha pale, akalia likopaki gari yake. Sikuwa nimeongea chochote, lakini huyu kaka mbona kama anataka kunivutia hivi? Au yale maombi ya jana nilomuomba Mungu anipe mume ndo kaniletea huyu? Oh my god. Shusha neema zako basi kama ni kweli. Nijikuta nikiomba hivyo kimoyoni. Basi nikaingia kwenye gari, nikaanza kuendesha kuelekea nyumbani. Sasa nikawa nikiwaza jinsi Faustine alivyokuwa ameshika mkono. Nikawa nawaza ambavyo alikuwa na tabasamu. Nikawa nawaza kwamba alikuwa na madimples jamani. Wow. Basi mpaka nikajikuta nacheka mwenyewe tu kwenye gari. Nikawa naona mbona huyu Faustine kama nimemfurahia hivi jamani, au ndo chaguo langu? Oh my god. Huenda Mungu kweli ndo kanipa huyu. Afu anavyoonekana ni mkaka fulani hivi ambaye ana shida kabisa. Yaani naishiwa power mimi jamani. Ai. Nikaona haya nitajua tu, lakini maana si yuko ndani yangu. Kama ni huyu au sio yeye, Mungu atanionyesha tu. Basi mimi nikawa naendesha gari huku nasikiliza nyimbo zangu za injili taratibu, lakini nikaona gari yangu kama ni chafu hivi, nikaona nipite car wash kwanza nikaioshe. Nikaenda katika car wash ambayo ipo karibu sana na nyumbani kwangu, yani ni huko Chanika, ila ipo barabarani tu, afu mimi kwangu naingia ndani kidogo. Basi nilipofika pale nikapaki gari yangu, nikashuka, nikakuta ambaye anahusika hapa alikuwa ni mbaba mtu mzima hivi anaitwa Mavinde. Nikamsalimia kwa heshima. Kiukweli mimi japo nacho kidogo, ila sina tabia za kumdharau mtu yote yule. Sasa huyo Mavinde anaga noma kabisa, mimi namheshimu sana. Maana mimi ni mteja wake mkubwa na huwa sioshi gari popote zaidi ya kwake. Basi tukasalimiana pale, akaniambia karibu Faith, naona umeleta chuma. Nikasema ndio. Naona vumbi limezidi nikaona nije. Akaniambia karibu basi upumzike. Sawa, asante. Basi nikasogea kwa pembeni kidogo. Kuna kama kabenchi hivi nikatulia hapa. Sikutaka hata kuwa nenda rudi nikaona ngoja ningoje. Nikaamua nitoe simu yangu sasa kidogo niperuzi mtandaoni. Kidogo nikasikia Mavinde anaita. Abdul. Wewe Abdul, hebu njoo huku kwanza, kazi imeshakuja. Basi nikaona ni kijana fulani hivi kaja pale. Huyo kijana alikuwa ni mweusi, afu alikuwa mrefu, afu alikuwa ameshika kipisi cha sigara mkononi kama anakimalizia kuvuta hivi. Basi Mavinde akamwambia dogo, kazi hapa, piga kazi hapo dada, apumzike pale, katoka jobu juu amechoka. Nikaona ile kageuka kaniangalia na mimi nikamwangalia sana. Yaani kwanza nilijikuta mpaka nimebinua midomo yangu nilivyomuona. Yaani alikuwa yuko ovyo ovyo, maana alikuwa amevaa pants juu, afu amevaa singlet nyeupe, lakini inaenda kuwa nyeusi kwa sababu tu ya uchafu. Afu sasa nywele zake kasokota. Yaani nikamuona kama kijana wa ovyo. Jamani, sikutamani hata iguse gari yangu, ila basi tu sikuwa na namna. Basi alipokuja akaniuzi zaidi, akaniambia mchumba vipi? Eti mchumba, alinitibua lakini sikutaka hata kumjibu. Nikakausha tu kimya kama sijamsikia vile. Basi nikaona Mavinde anampa maelekezo juu ya kuosha gari yangu, na kweli baada ya muda yule kaka alianza kuosha gari yangu kwa kutumia mashine. Basi mimi nikatulia tu, akapiga kazi sana tu. Baada ya muda gari yangu ikawa safi sana. Basi yule kaka ambaye alikuwa anaosha akatoa sigara, akaenda tena kuendeleza zake kuvuta. Yaani jamani, mimi sipendi mtu anayevuta sigara jamani. Basi tu. Lakini sikutaka mambo mengi. Nikatoa pesa nikampa Mavinde. Nikaona yule mkaka ambaye alimuita Abdul ananiangalia sana huko anavuta sigara yake. Afu akamwambia Mavinde, bro, unamwona huyu mtoto? Ni mkali unajua, afu nishampenda. Yaani moyo unaniambia kwamba huyu atakuwa mke wangu, ujue na nitazaa naye watoto wangu wote. I say, ile kauli ilinikera. Lakini yani nikasema huyu anaongea nini? Yani kwa jinsi alivyo napata wapi ujasiri wa kuniongelesha mimi namna hii? Nilikuwa naelekea kwenye gari yangu, lakini kwa hasira nikasimama na kumwangalia. Alafu nikamwambia kwa hasira, yani wewe unajua ni mpumbavu sana. Unaongea kitu gani? Nani amekwambia kwa unaweza kuwa na mwanamke kama mimi? Unajielewa kweli wewe kaka?
Unaanzaje kuniambia maneno kama hayo? Na kuuliza wewe kaka. Basi yule kaka alicheka sana afa akasema, "Asa ushapaniki nini jamani, wakati wewe ni mwanamke? Wewe ni mwanamke na mimi ni mwanaume. Sasa shida nini? Hapo shida nini? Mbona tambo nyingi sana wewe demu? Jamani, hivi nyinyi mnamsikia huyu kaka jamani? Yaani anatukana kabisa mbele yangu." Na pale kulikuwa na watu wengi kabisa. Jamani, nilijisikia vibaya. Nilijisikia kama kanizalilisha vile. Nilichukia sana. Nikasema, Mavindi, huyu ni mtu aina gani uko naye paka kazini jamani? Ina maana angalia hata mtu akumwambia upumbavu wake. Kwa nini anatukana wateja? Yule kijana akasema, sasa hapo mimi nimeongea ubaya gani? Wewe una nini mpaka usiuliwe na mimi? Wewe ni mwanamke, mimi ni mwanaume. Wewe unajiona bora sana kwenye kitu gani? Una kitu gani ambacho wanawake wenzako hawapo? Kuna utofauti gani ambao unao? Jamani, nilichukia mpaka nikatamani kumrukia yule kaka, maana alianza kuongea na matusi sasa. Basi nilikasirika sana. Nilitamani hata ningekuwa na visu nimfuate nimchome pale. Alikuwa amenikwaza. Nilipanic sana . Basi Mavindi akaniambia, "Sasa dogo, ndo maneno gani ambayo unamwambia mteja? Abdul, una shida sana ujue wewe. Ina maana ujue kwamba huyu ni mteja na ujue kutofautisha hata aina za wanawake ambao umewazoea na huyu umeshindwa? Sio sawa ambavyo muongea, afu ni biashara, utanipotezea wateja unajua." Basi nikaona yule kaka kwanza alikuwa anatabasamu. Afa akatoa sigara yake, afa akasogea kwa pembeni akawa anavuta tena. Nilikuwa na jazba. Nikamwambia Mavindi, nakwambia ukweli, sitokaa nije tena hapa. Watu wenu ni wakipumbavu sana ambao wana heshima kwa wanawake. Basi Mavindi akasema, "Hapana bosi, ujue unakosea, usifanye hivyo. Ni huyu kijana tu. Sio sawa. Unajua huyu kaka ndo amekuja leo. Naomba unisamee mimi. Hafanyi kazi hapa, amekuja tu. Nisamee sana bosi wangu." Mimi sikutaka kumsikiliza, nikaamua kuingia kwenye gari yangu na haraka sana nikasepa zangu, maana kiukweli niona kuendelea kukaa pale kumwangalia yule kaka. Sijui nitafanya kitu gani. Nilipofika nyumbani, nikasali kwanza kumuomba Mungu busara zake ili anipe amani ya moyo na busara, maana hii siku kwa kweli nilikuwa nimekasirika mno. Nilikuwa na hasira sana basi nilipomaliza kusali niliona na amani ya moyo. Nilihisi angalau nimepata amani kwenye moyo wangu. Na ndio maana mimi napenda sana kusali kwa kweli na kujiweka karibu sana na Mungu. Basi baada ya hapo nikaona sasa niko sawa. Nikaona nitulie sasa. Baadaye nikaingia bafuni nikaoga, kisha nikaenda kuandaa chakula cha usiku. Nilipomaliza nilipakua chakula changu, nikaingia chumbani kwangu, nikawa nakula huku niko busy tu na simu yangu. Hasa nikiwa pale simu yangu ikaita. Ilikuwa inapigwa namba ngeni. Nikapokea. Nikasikia sauti tamu sana ya kiume kwa kweli. Wow. Nikasema, "Hello, nani mwenzangu?" Hata sija kujua bado. Nikasikia mtu anacheka. Sasa alikuwa anacheka vizuri nyie. Anacheka kiume hasa, unaelewa? Mpaka hapo nikajikuta najisikia raha tu kumsikia vile anacheka. Akasema, "Unaongea na mume wako baadaye kidogo." Basi nikajikuta nimetabasamu. Nikasema, "Jamani, mume wangu yupi? Mbona mimi sikujui? Mimi ni Faustin." Nishamjua. Lakini unajua nilikuwa najishaua tu. Nikasema, "Boss, niambie." Bosi gani tena unamwongelea hapo? Hebu acha maneno yako bwana. Nishakwambia mimi ni bosi wako nikiwa ofisini kwako. Nikiwa nje mimi naitwa Faustin, si nilikwambia? Basi nikacheka tu. Nikasema, "Sawa Faustin, nimekuelewa. Okay, niambie mrembo, umefika nyumbani salama?" "Ndio, nimefika salama, sijui wewe." Nimefika salama pia. Ila unajua nakuwaza zaidi wewe mrembo jamani." Ninakuwaza sana Faith. Nakuwaza hivi, kwani Faith uniwazi mwenzako?" Nikasema, "Wala mbona mimi sijakuwaza chochote." Jamani, unanimaliza sana mtoto ujue." Basi nikajikuta nacheka tu. Sijui hata kwa nini. Nijikuta tu nacheka bila sababu. Nikajikuta tu nishamuelewa mwanaume jamani. Nyie acheni tu. Basi yule kaka akaniambia, "Asa sikia Faith, nakuomba sana weekend hii. Naomba tutoke pamoja tukapate dinner pamoja kama itawezekana kipenzi." Basi mimi nikajikuta nimesema tu, "Sawa Faustin, haina shida. Tufanye tu hiyo Jumamosi." Basi sawa, kuna shida. Nikasema sawa. Akasema, "Lakini unajua Faith, nimekutana na wanawake wengi sana katika maisha yangu. Lakini wewe ni mwanamke tofauti sana. Sijawahi kuona mwanamke mzuri kwa kila kitu kama wewe. Uko vizuri sana wewe mwanamke jamani. Unajiheshimu mpaka raha." Basi nilitabasamu. Afu nikamwambia, "Asante Faustin." Nilijikuta naongea sana na Faustin kwa kikubwa. Alikuwa anaonyesha kama kadata sana na mimi. Lakini safari hii mimi pia niliona ndo nimedata kwa mara ya kwanza. Basi tuliongea mpaka saa 6 ndo tulimaliza kuongea. Akaniambia, "Nitakuona kesho kazini." Nikamwambia asante. Kisha tukamaliza maongezi. Akakata simu na mimi nikashangaa. Nimefurahi sana. Nimefurahi kuongea naye tu. Nikasema, "Okay, yes. Bila shaka huyu ndo mwanaume ambaye
nilikuwa namtaka kwenye maisha yangu. Nikajikuta na raha sana, ni raha ambazo sio za kifani kuzielezea, siwezi jamani. Nilikuwa na raha mno. Basi nikamaliza chakula changu pale, nikaenda kunywa juice pia. Nikaja kulala. Sasa nikashika simu yangu, nikakuta Faustin nikanitumia ujumbe mzuri sana kunitakia usiku mwema, na akawa anaomba kesho tupate wote breakfast tukiwa kazini. Jamani, nijikuta tunatabasamu. Basi kama kawaida yangu nikasali kwanza, kisha nikalala zangu. Nilikuja kushtuka saa 9 tena, ilikuwa ni baada ya kuwa nimekurupuka kutoka kwenye njozi. Niliona Mungu kama akanijibu hivi, ananiambia sasa tayari nimeshakutana na ambaye alipanga kuwa mume wangu. Basi nilijikuta na tabasamu, na moja kwa moja nikatia tiki kuwa Faustin ndo mume wangu, maana Mungu kanionyesha na nimeshakuwa nimekutana na wanaume wengi sana, lakini nimejiona tofauti kwake. Basi nilifurahi sana, maana hata mimi niliona nina hisia na huyu mwanaume na nimewahi kuvutiwa naye, yani tofauti na wanaume wengine ambao nimewahi kukutana nao. Asante sana Mungu. Nilikuta nikijiambia hivyo, na taratibu nikarudi tena kulala nikiwa na furaha na amani sana. Basi nikamka zangu saa 12, nikaanza kujiandaa kwa ajili ya kuelekea kazini. Nikiwa najiandaa sasa, simu yangu iliita. Alikuwa anapiga, alikuwa ni mama. Nikapokea ile simu, nikamwambia, "Hello mama, shikamoo. Mbona umenishtua jamani? Asubuhi. Kuna nini? Umenipigia asubuhi sana." Mama akaniambia, "Marhaba mrembo wangu, lakini mimi nimekupigia kwa sababu nina habari njema sana mtoto wangu." Zipi hizo mama? Mungu amjibu maombi yetu sasa. Mungu kaniambia kwamba tayari umeshakutana na mwenzako wa kufunga naye pingu za maisha. Wow, nilifurahi sana jamani. Nikaona kumbe Mungu katujibu kwa pamoja. Mama kaniuliza, "Kwani umekutana na kijana mpya huko?" Nikasema, "Ndio mama, ni bosi wetu kazini. Na ndio amekuja sasa hivi, ni hivi karibuni tukaja, alikuwa masomoni. Sasa ameonyesha kwamba ananipenda japo hajaniambia, lakini mimi naona mama kama ninahisia naye sana." Mama kaniambia, "Sasa vizuri. Na itapendeza kama mtatengeneza mahusiano, fanya haraka mfunge ndoa." Sawa mtoto wangu? Yani mimi leo nina furaha sana. Nikasema mimi pia ninafurahi, yani nimefurahi sana. Basi mama akasema, "Nakutakia kila laheri katika kila hatua ambayo mtapitia na huyo bosi wako. Naomba uniambie ili tuwe tunazidi kusali." Nikamwambia mama, "Asante, hakuna shida." Basi mama akanitakia siku njema, na mimi nikamaliza kujiandaa na taratibu nikaanza kuelekea kazini kwangu. Nilifika kama kawaida na wakati maalum, nikawa nimeenda kuanza kazi yangu. Sasa Diana leo alichelewa kidogo, lakini tunaendelea na kazi zetu tukiwa busy. Simu ya ofisi kaita. Nikapokea kwa haraka simu, ilikuwa inatoka kwa boss. Nikasema hello, kisha nikamsalimia, kisha nikasema, "Napokea amri yako boss." Akasema, "Njoo ofisini kwangu Faith." Nikamwambia sawa, na haraka nikainuka nikaelekea ofisini kwa bosi wangu. Nilimkuta katulia yuko busy na kompyuta yake. Ila jamani, nyi huyu kaka, mbona kama ananikosha sana mimi mtoto wa watu jamani. Basi nilikaa pale, na kisha akaacha kuwa busy na kompyuta yake. Akanyanyuka sasa, akaja kukaa katika sofa ambalo mimi nilikuwa nimekaa. Alipofika akanishika mikono yangu, akapeleka mikono yangu mdomoni mwake, kisha akaibusu. Nikabaki nimetulia tu, na muangalia. Kisha akaniambia, "Nilikumisi sana Faith. Nimetamani tu kuiona sura yako nzuri leo mapema sana." Basi nilibaki nikitabasamu tu. Naongea nini jamani? Naongea nini na Mungu kashanionyesha kwamba huyu ndo wangu wa maisha. Basi Faustin akaniambia, "Nimekuita tupate wote breakfast. Nimeshaagiza." Taweza kweli kula mbele yake? Lakini nikasema tu sawa boss. Akaniambia, "Natamani muda wote uniite Faustin bwana." Nikasema sawa Faustin. Muda huo akaingia mhudumu wa chakula, akaweka breakfast pale, kisha tukaanza kupata chai kwa pamoja. Sikuwa comfortable kwa kweli. Nilikuwa namuonea aibu sana huyu mwanaume. Jamani, yani nilikuwa naona aibu basi akawa ananilisha pale, mimi nikawa nabaki nacheka tu mwenzenu, yani kama chizi vile. Basi tukala mpaka tukamaliza. Tulipomaliza ndo akaniruhusu sasa kuendelea na majukumu yangu. Basi nikarudi zangu ofisini. Diana akaniuliza, "Shosti, mbona umekaa sana jamani? Kuna kitu umeharibu kwa bosi nini?" Basi nikabaki nacheka tu. Nikasema, "Jiongeze shoga yangu." Basi Diana akasema, "Wewe usiniambie sio ndo shemeji yangu jamani. Mungu amekuonyesha ni kweli." Basi nikacheka nikasema, "Bwana, tutaongea taratibu. Bado tujakuwa, ila nahisi kila mtu kama anampenda mwenzie." Akaniambia, "Wewe kwa hiyo unampenda?" Akasema, "Ndio, nahisi nampenda Diana." Wow, Diana alisema, "Jamani, yule kaka na Mungu wake. Yaani mpaka umeropoka leo kwa umependa makubwa. Basi umempenda kweli unajua." Basi tukaacha hizo story, tukawa tunaendelea na kazi zetu, lakini bado alikuwa ananitania tu. Basi alikuwa ananitania na akifurahi kwamba safarini nilikuwa nimekwama kwa Faustin. Akawa anacheka sana muda mwingi. Sasa muda wa lunch ulipofika, Faustin alimtuma mtu tukaletewa lunch nzito jamani. Yaani mimi na shoga yangu tukala kwa kujinafasi kabisa. Diana akaniambia, "Kwa kweli shoga, naona nguvu ya shemeji. Bwana anajua kujituma huyu." Basi nikabaki nacheka tu.
Tulipomaliza kula tukaendelea kufanya kazi zetu, na hii siku mimi niliwahi kutoka kazini na moja kwa moja nikawa nimeenda nyumbani. Basi siku hiyo ilikuwa ni Ijumaa, kwa hiyo kesho yake ilikuwa ni Jumamosi, siku ambayo sasa ilikuwa ni ya miadi kati ya mimi na Faustine kwa ajili ya kutoka kwenda dina. Kweli bwana, jioni siku ilifika na Faustine alinipigia simu kunikumbusha kuhusu dina yake ya siku ya kesho. Mimi nikamwambia tu sawa, tutakuwa pamoja. Basi akafurahi sana, akaniambia nitakupa location kesho mapema sana. Nikamwambia sawa. Nikatulia nikiwa na amani sana. Nikampigia mama yangu kumueleza kuwa nimeombwa dina. Basi mama alicheka sana, akasema kweli huyu Mungu kakupangia, maana ulivyomfurahia mwanangu mpaka huko najua. Nikasema jamani mama, acha na mimi nipate raha basi, sio swala dogo unajua. Basi mama akasema sawa mwanangu, mimi nakubariki. Mungu akakufanyia wepesi katika hiyo safari yako ya mahusiano. Nikamwambia mama asante, na nilipomaliza kuongea na mama, Faustine alinipigia tena, tukaongea sana. Yaani sana tu, tunaongea hata tujui tunaongea nini. Basi nilichelewa sana kulala siku hiyo kwa sababu ya kuongea na yeye, lakini kesho si ni weekend, hakuna shida. Asubuhi niliwahi kuamka, nikafanya usafi ndani kwangu, nikaweka kila kitu sawa. Kisha nikaingia katika kabati langu, nikatafuta nguo nzuri kweli kweli kwa ajili ya dina. Basi nikapata gauni changu kizuri sana cha kumwaga chekundu hivi. Nikapanga hiki ndo nitavaa leo bana. Basi nikaendelea na ratiba zangu, na jioni sana Faustine alinipigia simu akaniambia kuwa tukutane Kilimanjaro Hotel. Ila alikuwa mbali kidogo, lakini alitamani kunifuata hivyo ameshindwa kwa sababu yuko mbali. Nikaona hakuna shida, nikasema nitakuja mwenyewe. Akasema basi nitafurahi kama nitakuwa na Faith. Nikasema sawa. Basi nikaanza kujiandaa. Unajua tena mtoto wa kike tunakuwa tuna maandalizi mengi. Nilipomaliza kujiandaa ilikuwa ishafika kama saa 1 hivi. Taratibu nikaelekea ilipo gari yangu, nikaanza kuelekea posta Kilimanjaro Hotel huko, na mpaka saa 2:30 hivi nikawa nimeshafika hapo. Basi nilikutana na Faustine jamani. Alikuwa amependeza huyu kaka nyie. Alivaa t-shirt yake moja hivi nzuri, afu akavalia na jeans, alafu akapiga na raba yake moja hivi. Yaani hakupiga ile kifilauni, lakini alikuwa kawaka mpaka raha, yani kumtazama tu nilikuwa sichoki. Basi Faustine alinisifia sana kwa nimependeza pia, na akaniambia kama mimi ni mwanamke mzuri sana. Kikweli mimi nilijisikia raha sana, yani kama malkia vile. Yani tukapata dina kwa pamoja. Hapo nilikuwa nakula kwa shida kwa sababu ya aibu ujue. Si unajua tena wanawake. Basi tulipomaliza tukawa tunakunywa vinywaji vyetu sasa, na ndo mwanaume akanifungukia kwa ananipenda. Ananipenda sana na anahitaji sana katika maisha yake mimi niwepo, ikiwezekana tufunge pingu za maisha. Basi mwenzenu hata sikuvunga. Nikasema sawa, mimi nimekubali na nimekuridhia pia, na pia niko tayari kufunga pingu za maisha na wewe. Jamani, ilikuwa ni raha kwetu sote, yani kila mtu alionyesha kufurahia mwenzie sana, yani sana tu. Basi mwanaume akaniahidi mambo mengi sana. Nakumbuka sasa aliniambia kwamba haraka sana atanipeleka kwao kwa wazazi wake, wakanijue, maana tayari alikuwa anaona umri wake uko tayari, alikuwa anahitaji kuoa, alikuwa anahitaji kumwoa ni mimi, sio mtu mwingine. Basi tulikaa pale mpaka saa 5 usiku tukaagana, na alishindwa pia kunisindikiza maana mimi nilikuwa na gari yangu. Tulikubaliana kuwa nikifika tu nimpigie ajue kama nifika salama nyumbani. Nikasema sawa, na nikawa nimemtoa shaka kabisa, na taratibu nikaanza kuelekea nyumbani kwangu Kinyerezi. Mpaka saa 6 nikawa nishafika mitaa nyumbani. Ila nilishangaa sana nilipomuona mtu amesimama mbele ya geti langu school. Niliuliza huyo alikuwa ni nani sasa hivi na amesimama hapa anataka nini? Mbona ananitisha? Basi taratibu sana mtoto wa kike nikasogeza gari langu mpaka kwenye geti langu, kisha nikashusha kioo. Yule mtu aliponiona alinisogelea, akasogelea gari langu, kisha akaniambia Faith, mambo? Nilishtuka. Si nikamwona yule kaka, yule muhuni alionitukana siku ile pale kao, sheti ndo namuona hapa nyumbani kwangu. Nikamwambia mpumbavu, mfuata nini nyumbani kwangu? Una shida gani kwanza? Hebu ongea haraka haraka. Nikaona katabasamu, kisha akasema, kwani bado una hasira na mimi mamtu? Acha basi, mbona ile ishapita? Watoto wakishua bwana, ugomvi ulitokea wa kawaida, ulitokea zamani, wenyewe wanapenda kubembelezwa kama nini, yani sio hivyo bwana. Sasa anavyoongea hivyo mdomo wake unanuka sigara tupu, yani sijui ni bangi, sijui ni kitu gani jamani, hiki ni nini lakini. Basi nikamwambia kaka, hebu naomba wachane na mimi, yani chana na mimi kabisa, unanisikia vizuri, naomba ukae mbali na mimi. Yule kaka alitabasamu tu akaniambia, sikia, mimi sitaki kuzunguka sana wala nini Faith. Unajua nini Faith, mimi bwana sikufichi, yani sikufichi chochote. Ile siku nilitumia lugha mbaya kuliko ongea na wewe, ila mimi nakupenda sana. Yani nakutaka kinoma noma mama mtu, yani nakuhitaji kinoma. Alafu unajua nakupenda sana. Yani naomba kuwa na wewe kwenye mahusiano ya kimapenzi. Yani naomba uwe chura wangu. Yani lengo langu ndio hilo. Umeelewa mama? Jamani, leo kali. Yani mpaka nikajikuta ninacheka. Maana niliona kama kanidharau sana. Yani
Amenionaje mpaka anakuja kunitongoza huyu baba jamani? Baada ya kila kitu kilitokea, yani nijikuta nashindwa kumjibu. Nilitoa remote ya geti nikafungua, kisha nikaingiza gari langu. Baki amesimama nje. Nikafunga kabisa geti langu, kisha taratibu nikaingia ndani. Yani niliona bora niachane na huyu kaka, nisijibu hata. Yani nipotezee tu, maana akili zake hata ziko sawa. Yani nipo kama chizi hivi. Basi nikashuka zangu kwenye gari yangu na taratibu nikaelekea ndani kwangu. Nikiwa nahisi furaha kutokana na Faustine, na sikutaka kutibuka kwa ajili ya huyu mshenzi jamani. Nilikuwa nawaza tu kwanza kapajoji nyumbani kwangu, lakini huyu mjinga. Anyway, basi taratibu mimi nikaingia ndani. Nikavua nguo, kisha nikaingia zangu bafuni, nikaenda kujimwagia kwanza maji, nikatoka, nikawa najifuta na simu yangu ikaita. Nikajua ni Faustine ndo ananipigia jamani. Basi haraka sana nikaenda kuchukua simu, nikakutana na namba ngeni. Nani ananipigia sasa hivi saa 6 jamani? Nilipokea ile simu nikasikia sauti kavu. Halo, wewe ni nani? Mimi ni Duli. Sasa mbona mchumba umeniacha hapa nje jamani? Na wala hujanijibu chochote. Jamani, eti alikuwa ni ule muuni pale nje. Yani nikajua Mavinde ndo kampa namba yangu bila shaka. Maana huwa anampigia sana Mavinde kumwambia kwamba mimi nataka kwenda kupeleka gari yangu kuoshwa. Basi nikamwambia hivyo kaka, kwani una kichama ni nini? Wewe ni chizi au ni nini? Na nikakwambia mimi na date na vichaa jamani wewe kaka. Tafadhali. Yani tafadhali, mimi sikutaki kukusikia wala kukuona. Tena kaa mbali na maisha yangu. Si unanielewa mpumbavu? Basi sikutaki, sikuhitaji katika maisha yangu. Usinipigie tena. Yani naomba uniache kaka. Si unanielewa vizuri? Sikutaki jamani. Yani mimi sitaki hata kuona hapo getini kwangu, naomba uondoke. Nitakupeleka polisi ujue. Unanielewa mpumbavu? Yani naomba uondoke. Nikasikia kaka anacheka. Akasema, wakishua bwana. Hata nadhani mimi naogopa polisi. Mwanzo nimetoka jela miezi 2 iliyopita hapo nyuma. Yani hata sijasikia chochote. Acha masiara basi mtoto mzuri. Mimi nikikuona na vurugu kinoma ujue. Naomba tuwe pamoja bwana. Yani mimi nikiangalia hiyo kisura chako na vurugu kinanifanya napata mood ya kuwa na wewe kinoma yani. Jamani. Hivi kaka ni mpumbavu. Nilichukia sana ile siku jamani, nikakata simu yangu. Yani mimi nimetoka na siku nzuri, alafu basi nikablock ile namba mapema ili nisikaribu tena siku yangu. Basi nikawa nimetulia kitandani, nilikuwa na hasira sana, nilichukia jamani acheni tu. Basi nikatulia pale kungoja simu ya mpenzi wangu Faustine sasa. Ila sasa akawa hata nipigi. Nikasema ngoja nimpigie mimi, nikampigia akawa patikani. Sasa mbona hapatikani jamani? Basi nikalala nikiwa najiuliza mbona mchumba patikani. Nikajilalia zangu asubuhi, nilipoamka cha kwanza nikasali, nikamshukuru Mungu kuniamsha salama, kisha nikampigia Faustine. Bado nilikuwa sijampata. Basi haraka nikajiinua taratibu nikaenda kufua, nikafua haraka maana nilikuwa natumia washing machine. Nika zangu haraka pale nikafanya usafi simple tu ndani kwangu maana wala hakukuwa na uchafu. Kisha huyo nikajiandaa haraka na kuwahi kanisani. Basi nilifika kanisani mapema na nikashiriki kwa wale wenzangu wanafahamu zile sala zote mpaka saa 6. Ibada ilimalizika taratibu nikaingia katika gari yangu. Hapo ndo nikatoa simu yangu maana sikukuta kweli missed call yoyote. Nikahisi huenda Faustine kanitafuta, ila haikuwa hivyo. Faustine alikuwa hajanitafuta. Nikaanza kudrive taratibu kuelekea nyumbani kwake. Ile nafika nyumbani namkuta msela akaja tele kwenye geti langu. Huyu kaka ana shida gani kwani jamani? Huyu au ni chizi? Mimi nitakuja kumwagia maji ya moto. Mungu wangu naomba unipe imani. Basi mimi sikutaka kusimamisha gari langu, nikafungua geti langu nikaingiza gari. Na yeye alitaka kuingia ndani ya fence. Nilishuka kwenye gari kwa hasira sana nikamwambia, "Wewe mshenzi naomba uondoke nyumbani kwangu haraka. Mimi nitakutia kelele za wezi ujue." Alitabasamu kama kawaida yake. Kisha akanisogelea akanivuta kwa nguvu kwake. Akanishika kiuno. Alinikwaza huyu mshenzi jamani. Basi nikaanza kujitoa kwake, akaniambia, "Tulia. Huna nguvu yoyote kushindana na mimi, yani hata kidogo. Tulia tu. Acha nifanye ambacho nataka kukifanya." Basi akanibana mikono yangu, kisha akaleta mdomo wake kwenye midomo yangu. Akanipiga kiss kwa nguvu na akalazimisha ndimi zetu zikutane. Nilijisikia vibaya sana. Yani niliona sijui kama nimeshazini na huyo mwanaume. Basi akaninyonya mdomo wangu kwa nguvu kabisa yani. Nilikuwa na msukumo lakini sikuweza. Mdomo wake unanuka sigara yani jamani alinitibua huyu kaka jamani, mimi alinitibua haswa yani sijui nisemaje. Aliporidhika aliniacha nilikuwa na hasira, nikamkata kofi la nguvu mashavuni mwake. Nikamwambia, "Mshenzi mkubwa wewe. Usiye na haya, usijue vibaya. Yani wewe ni mbwa kabisa, una haya, mpumbavu kabisa, una adabu. Umekuja kwangu kunifanyia upumbavu kweli?" Lakini yeye wala hakushughulika na ile jambo, wala ile kofi nilompiga. Akaniambia, "Tusikia Faith.
nakupenda sana. Yani nakupenda sana. Hakuna ambacho utafanya kitanirudisha kwenye maamuzi yangu. Ndio nishakupenda, nimeshakupenda. Wewe elewa tu hivyo. Unipige vibao, sijui ufanye nini, sijui, lakini cha muhimu tu ujue kwamba mimi nitakuwa na wewe. Na ninakuhitaji sana yani. Nilitamani kulia jamani mimi ile siku. Nikaanza kumsukuma huko namwambia toka nyumbani kwangu. Akasema wala hata usinisukume, mimi naondoka, ila usiku nitakuja kuona mchumba wangu. I say, nilimsukuma mpaka nje, nikafunga mlango wangu kwa nguvu, mbwa mkubwa huyu aende zake. Nirudi ndani nikiwa na hasira sana, nikampigia Mavinde. Alipokea, nikamwambia Mavinde, naomba ongea na ndugu yako, yani sijui nani yako, mimi nitamfunga. Mavinde akasema unamzungumzia Abduli kwani? Nikasema ndio huyo mpumbavu amekuja kwangu ananifanyia fujo. Ananiambia vitu sivielewi. Mbaya zaidi kanilazimisha kunishika mimi. Yani ndugu yako anataka kunibaka bila shaka. Yani mimi ninahisi kabisa atakuja nibake huyu. Sasa mimi nimekupigia kuambia mapema kwa mimi nitamfunga. Yani nilikuwa naongea kwa jazba jamani. Yani nilikuwa naongea kwa jazba. Yani sijui kama huyu Mavinde atakuwa alinielewa. Basi Mavinde akaniambia sikia kwanza, tuliza pressure. Yani usiwe na hasira. Duli mimi ni mdogo wangu, baba mmoja mama mmoja. Shida akishavuta mibangi yake na kwa kishachanganyikiwa. Sasa sikia mimi nitaongea naye vizuri. Acha tu, yani hata kuja kufanyia fujo tena. Nitaongea naye. Shida Abduli anaendekeza sana usela, basi kuwa na amani, lakini usijali mimi nitaongea naye. Nikasema Mavunde, yani naongea na wewe kwa heshima tu, lakini mimi huyu nitakuja nimfunge. Yani mtakuja kunilaumu. Yani nitafanya kitu cha ajabu, utashangaa nakwambia. Basi nikakata simu. Nilijiona kama nanuka yani yule mwanaume mimi kunifanyia vile, ikabidi tu niingie bafuni kuoga, afu nikarudi kitandani. Muda huo ndo simu yangu ikawa inaita. Alikuwa anapiga, alikuwa ni Faustine, kipenzi cha moyo wangu jamani. Jamani. Basi nikajiweka vizuri, kisha nikapokea simu ya mpenzi. Akaniambia jamani vipi mke wangu? Nikasema nimenuna jamani. Yani tangu jana hujanipigia simu, ndo unanipigia sasa hivi. Akasema jamani nisamee mpenzi, simu nzima chaji. Afu kwangu nilipata changamoto ya umeme kidogo, ndo nimetoka TANESCO bwana. Kwa hata usijali kabisa kipenzi wangu. Vipi jana ulifika nyumbani salama? Kaambia ndio nilifika salama. Nashukuru tu, sijui wewe ulifika salama? Kaambia ndio mrembo wangu nilifika salama. Vipi kanisani umeenda? Ndio nimeenda na najisikia vizuri sana. Wow. Okay, na mimi nimefurahi pia, mimi nimeenda. Jamani kumbe na umeenda kanisani? Ndio. Basi nikafurahi jamani, nikaona yes. Mmesi huyu hapa anaenda kanisani. Tunapigo zinazofanana. Basi nikaongea sana na Faustine. Akaniambia naomba aje kwangu mchana aje kupaona. Nikaona sawa. Nikamwelekeza na nikamkaribisha sana. Akasema sawa, mida ya saa 9 mchana atakuwa kashafika. Basi mimi shoga yenu sikufanya ajizi muda huo. Sikutaka masiara hata kidogo. Nikaenda sokoni nikanunua viungo vyote vya pilau. Maana katika maongezi na Faustine aliniambia anapenda sana kula pilau. Basi nilivyorudi sokoni haraka nikaingia zangu jikoni. Nikaanza kuandaa msosi sasa. Nikatulia jikoni jamani, nilipika chakula kizuri. Nikapika na rosti la ndizi, kisha nikatia nyama pale. Nilitulia mtoto wa kike mimi mpenzi akija afurahi. Nikatengeneza na juisi nzuri sana ya matunda. Nilipomaliza kupika, nikaenda bafuni kuoga ili mchumba asione kama nanuka jasho. Basi mtoto wa kike nilipotoka nikavaa zangu vizuri, nikapendeza kweli kweli. Kisha nikatulia sasa kumngoja huyo mchumba mpaka saa 9. Mwanaume akawa kashafika kwangu. Nikamwelekeza yeye mpaka akafika. Kila mtu alifurahi kumuona mwenzake, akanisifia kuwa nimependeza sana na mimi nikamwambia umependeza pia. Basi tukaongea kidogo, nikamkaribisha mezani na nikampakulia chakula. Kisha mimi pia nikajipakulia chakula, tukaanza kula huku tukiongea mawili matatu. Aisee shoga yenu msikuangusha jamani. Faustine alisifia sana chakula changu, akaniambia ni mimi najua sana kupika, niko kupika tu. Mimi ni nyoko. Basi mimi nikawa nacheka tu, maana huyo kaka bwana anajua kunikosha mimi, yani kwanza anavyoongea. Basi bwana tulipomaliza tukaelekea sebuleni. Tukakaa, mimi nikawasha TV, akawa ananiuliza maswali, ananiuliza kuhusu wazazi, kabila, niliposoma na vitu vidogo vidogo tu ili ajue napenda nini, na vyote nikawa namjibu. Nikamwelekeza pia. Basi akaniambia sasa mpenzi, mimi nimekuletea zawadi kidogo. Akasema wow, zawadi gani hiyo jamani kipenzi? Basi mwanaume akatoa kibox cha cheni, kisha akanitolea cheni nzuri sana ya dhahabu. Akaniambia hii nimenunua kwa ajili yako malkia wangu. Hebu sogea hapa nikuvishe. Nikajisikia raha sana. Basi nikamsogelea, tukawa tunatazamana, kisha taratibu nikaona Faustine analeta mdomo kwenye mdomo wangu. Jesus. Nikakopesha haraka. Akasema jamani, Faith nini sasa? Natamani sana kuwa na wewe leo na nitafurahi zaidi kama tutamaliza usiku wetu tukiwa pamoja mimi na wewe. Nikamuuliza Faustine, unataka tuzini? Akasema hapana jamani, lakini nimebanwa sana na Faith na hamu na wewe. Kwani mimi na wewe tumeshakuwa wapenzi lakini please mama usiwe hivyo, nipe kidogo tu.
Hapo aliponiambia hivyo alikuwa ameshika mapaja yangu. Alinikwaza jamani, nikamtoa mkono wake haraka sana. Nikamwambia, Faustin, samahani. Nadhani sikuwa nimekuambia sheria zangu. Hatuwezi kusex mpaka tufunge ndoa. Akasema, sio kweli bwana, please usiwe hivyo bwana. Naomba kidogo mama. Nikafoka kwa hasira nikamwambia, Faustin, siwezi kukuruhusu zinaa kwenye mwili wangu. Naomba unielewe. Nikaona Faustin kaniacha, kisha kama akachukia hivi na mimi nikajishtukia, afu nikasema jamani, sasa mbona kama nimemfukia mpenzi tena? Nikasema samahani mpenzi, ila ndo nimejiwekea hivyo. Mimi sihitaji kufanya chochote kwa sababu sijawahi kufanya. Yaani ni mpaka nitakapokuja kufunga ndoa, please naomba unielewe basi. Akasema sawa, ila nilishaona kwamba alikuwa amekasirika. Ila basi akaniambia, sikia mimi naondoka, tutakutana kesho job. Jamani, sasa mbona haraka? Au ndo kakasirika? Nikamsogelea afu nikamshika mkono nikamwambia, Faustin please usichukie mpenzi. Si sawa, iko sawa hii. Mbona kwa hivyo mpenzi eti? Naomba unielewe basi. Ulio kwa mimi sifanyi makusudi, ila nafuata miongozo ya dini tu. Please naomba unielewe Faustin. Faustin hakuongea. Akatoa mkono wangu kisha taratibu akatoka zake nje. Nilibaki nimesimama huku nimeshangaa tu. Nikasikia mungurumo wa gari yake, nikajua anaondoka. Nikajitupa zangu kwenye sofa nikasema, Mungu. Mbona huyu nilijua ndo mume wangu? Mbona na yeye amekuwa sio muelewa tena? Afuka nitongoza jana tu jamani, leo nataka tendo kweli jamani? Hapana kwa kweli. Atakuwa kanitamani tu kama wengine. Basi nikarudi zangu chumbani. Nilikuwa na mawazo sana na stress kama zote. Nikatulia mpaka muda ukapita hivi, nikampigia Faustin nikamuuliza kama amefika nyumbani, lakini hakupokea. Nilipiga sana. Simu iliita tu ikupokelewa. Nikaona labda anaendesha gari. Nikaona basi nijipumzishe tu. Nikuja kushtuka usiku saa 3 nikaangalia simu kama huenda Faustin atakuwa hata amenitafuta, lakini wapi. Hakuwa amenipigia. Ndo amechukia hivyo jamani. Basi mimi mwenyewe ndo nikampigia tena. Nikampigia sana lakini akawapokei. Nikaona kachukia. Basi kwa usiku huo nikaona bwana leo ishakuwa majiangacha tu ipite. Basi nikaa naanza pale, mama akanipigia simu. Tukasalimiana vizuri, akaniambia kuwa na shida na 50 nimtumie. Nikasema sawa, ngoja nikuhamishie sasa hivi. Akaniambia sawa. Nilikuwa na pesa kwenye account ya bank, kwa hiyo nikaona nifanye muamala wa kutumia simu. Lakini ukawa unagoma, sio ni mtandao ama ni vipi? Nikawa sielewi, nikaona ngoja niende kwa wakala. Basi nikachukua cash ili niende tu nikamtumia kawaida. Basi taratibu nikaenda mpaka barabarani kabisa, nikamtumia pesa mama, kisha nikamuuliza kama alikuwa ameiona. Mama akaniambia ameiona. Nikasema sawa, na taratibu nikaanza kurudi zangu nyumbani. Sasa nikiwa njiani nikahisi kama nafuatwa nyuma, nikaogopa sana. Ila kabla sijageuka nikashangaa mkono wangu umeshikwa. Kuangalia alikuwa nishika, alikuwa ni yule msela anaitwa Abdul. Nikataka kutupa mkono wake, lakini alinikamata kwa nguvu sana. Akaniambia, unajua wewe ni cha ubishi wangu tu, hebu tuende kwanza nikusindikize nyumbani. Uone saizi kama ni usiku. Nikamwambia niache kwanza bwana, nataka kutembea mwenyewe. Akasema sasa mimi kwani nimekushika kuna shida gani? Mimi sikuachi, sasa kama unasimama hapa sawa tusimame, lakini mimi hakuna shida kwangu. Kama nitasimama mpaka kesho ni sawa tu. Nikaona sawa. Nikaanza kutembea huku na yeye kanishika mkono. Akasema ndo umeenda kusema kwa bro sio? Nikabaki kimya kama vile ongea na mimi hivi. Akasema ni Faith bwana, yani ulivyo na mambo kama mtoto. Yani sasa sisi sijui ni wakubwa. Kesi kama hizi tunatakiwa kumaliza wenyewe. Wewe umeenda kumwambia brother wa nini sasa? Mimi nikanyamaza tu, yani kama sijamsikia hivi. Akajiongelesha wewe, alivyoona simjibu na yakanyamaza, akawa kanishika tu mkono. Basi akanisindikiza mpaka nyumbani. Tulipofika getini nikasema haya, wewe mpumbavu niachie, nishafika nyumbani kwangu. Akasema sawa, hujapika chochote unipe Faith, jamani mimi nina njaa. Nikakumbuka kuna chakula kingi tu kipo. Mbona kilibaki mchana? Nikaona nisipompa kile chakula nitakimwaga. Nikamuuliza una njaa kweli au unaniletea drama? Akasema kweli mimi sijala na njaa inaniuma. Nikasema sawa, karibu ndani, lakini sitaki upumbavu, unanielewa? Akatabasamu kisha akaniambia sawa. Sijui hata kilinikuta nini. Nikajikuta tu nimemkaribisha ndani, nikampeleka mpaka dining. Yani hii siku hakuwa mchafu, ila alikuwa amevaa nguo tu za kawaida, ila sigara nanuka mno. Basi nilimpakulia chakula nikamkaribisha. Akaniambia asante, vipi mbona wewe uli? Nikasema mimi nishakula. Wewe kula hapo uondoke. Usije ukanibia vitu ndani kwangu. Nikaona katabasamu tu. Akaniambia hakuna cha mimi kuiba bwana huko ndani. Kisha akawa amevuta sahani yake ya chakula, akaanza kula huko ananiangalia. Mimi pia nikanamwangalia. Basi alikula chakula chote kisha akaniambia hajashiba. Wewe kaka mbona kula sana? Nikaona sawa, acha malizie tu maana mimi kwanza sina mood ya kula. Nikampakulia tena. Akala chakula chote afa akaniambia hiki chakula nimekula tu sababu nilikuwa na njaa.
ila ni kibaya jamani. Yani wala sio kitamu. Basi nikamwangalia kwa hasira afu nikamwambia kwa mimi ni mjinga ambao nimekupa chakula changu ule sio? Akasema sasa ukinipa hata kama hiki ni kibaya ndo nisifie kwamba ni kizuri. Bwana wewe. Moyoni nikasema hebu yaende zake huko kwanza. Mbona Faustine nikasema ni kizuri yeye nani atoke zake huko. Basi akanao vizuri kisha akaniambia asante kwa chakula chako kibaya na nakutakia usiku mwema Faith, nakupenda sana. Nikamwambia wewe hebu fanya unyanyuke uende zako. Akasema sawa. Nikashangaa akanisogelea kisha akanibusu kwenye paji la uso afu taratibu akatoka ndani kwangu. Haraka nami nikatoka nikaenda kufunga geti langu na milango yangu ya ndani kisha nikaingia chumbani kwangu. Nikamwaza sana huyu msela. Mbona nakuwa nashindwa kumzuia kwenye mwili wangu? Yaani kwa nini nimemruhusu ingie ndani kwangu? Yaani mimi mwenyewe kama mjinga hivi. Basi nikarudi kitandani kwangu nikajipumzisha. Asubuhi na mapema kama kawaida yangu mtoto wa kike nikaamka, nikamshukuru Mungu kwa kuniamsha salama na kisha amenipa uzima tena. Kisha nikaandika kitanda changu na taratibu nikaingia bafuni nikajisafisha mtoto wa kike. Lakini hapa nilijikuta nimeingia katika siku zangu. Basi nilipotoka nikajifasi vizuri kisha taratibu nikaanza kuelekea kazini. Nikiwa njiani namba ngeni ikapiga. Yaani siku hizi mimi na namba ngeni jamani. Basi huwa nachukia kweli nikiona, lakini nikapokea ile simu afu ngasema halo. Kasikia sauti ya msela. Eti mchumba vipi? Umeamka salama? Wewe hebu nipishagi bwana jamani. Akacheka sana afu akaniambia nashukuru umeamka poa, unaenda kazini? Nikamwambia achana mimi bwana. Nikakata simu. Hakupiga tena. Nikawa busy kuendesha gari. Saa 1:30 nikawa nishafika kazini na moja kwa moja nikaingia ofisini. Nilipofika nikasalimiana na Diana na baada hapo tukaanza kufanya kazi bwana. Tukawa tunapiga stories hapa na pale, lakini nikashangaa Faustine hakunitafuta kabisa mpaka nikawa najiuliza ina maana kakasirika ile jana ama kuna mengine. Basi nikaona hebu ngoja kwanza. Nikaongea naye afu tuone. Nikaenda mpaka ofisini kwake. Nilimkuta yuko busy tu na kazi. Nikamsalimia akaitikia kama yuko busy. Nikamwambia babe samahani mbona uko busy sana jamani mpaka nakumisi mwenzio au bado una yale ya jana? Akaniambia sikia nikwambia mimi sio baby wako. Kwanza elewa hilo na sitaki masiara kabisa na wewe. Unadhani mimi naweza kuwa na mwanamke ambaye siwezi kushiriki naye tendo? Siwezi kwa kweli. Nisiwe mnafiki mimi sitoweza. Nikasema lakini babe, akasema please, nao ni muda wa kazi, acha niwe busy na kazi zangu. Siwezi kuwa na mwanamke ambaye anipi unyumba kisha eti nikamngoje ndani, eti nikamngoje kwenye ndoa. Kama sio mtamji, afu nikisha kuoa inakuwaje sasa? Kama unahitaji mahusiano na mimi nipe kwanza, afu mimi ndo nakuoa. Basi nikaona kwani Mungu huyu mwanaume ndo mbali nimbeni sahihi kwangu ni yupi? Ama ni sahihi ila nahitaji kumbadilisha. Mbona mimi simuelewi mwanaume jamani? Yaani kabadilika ghafla. Yaani nikiona muangalia kwa kina huko na mdadisi akaniambia, "Oye demu hebu nyanyuka utoke ofisini kwangu. Kwanza mimi sipendi wanawake mbamba ujue." Kazi ipo. Basi mimi bwana nijisikia vibaya sana. Nikanyanyuka nikarudi zangu ofisini. Nikaanza kulia tu. Diana aliniona. Akasema imekwaje kwani? Kama Diana, unajua mimi simuelewi tena Faustine. Akaniambia Diana, kwa nini tena yani? Kwani vipi? Nikasema yani jana amekuja nyumbani kwangu akataka tu sex. Nikamwambia mimi mpaka tufunge ndoa. Ndio imekuwa shida. Ananiambia hawezi, yani hawezi kukaa kwenye mahusiano na kama lazima tuwe pamoja lazima tu sex. Basi Diana akasema kwa hiyo wewe huyo Mungu ambaye alikuonyesha mumeo kama ni Faustine ni yeye ama sio huyo? Nikasema ndio alinionyesha kabisa yani. Basi Diana akasema kama alikuonyesha basi itakuwa ni yeye milele. Wewe endelea kupambana tu. Mambo yatakuwa sawa. Yani kwa jinsi ambavyo umemjibu Faustine. Alinikataa. Yani alikataa kabisa. Yani unajua baba amenijibu lakini. Basi hebu tuendelee kwanza na kazi. Basi sisi tunaendelea na kazi na kwa siku hii mimi na Faustine tutakutafutana tena. Basi jioni mimi nirudi nyumbani. Nilipofika nikajikuta tumbo linaniuma sana. Yani ilikuwa kwa sababu ya siku zangu. Nikaenda tu kuoga, nikavaa vizuri na kujistiri msichana mie. Nikapanda kitandani nikaona tu nilale nimechoka sana maana tumbo pia liko na nyuma. Yani tumbo lilikuwa linanivuta. Yani siku ilizidi jamani. Maana kupika sikuweza. Nikabaki tu najigalagaza pale nikaona nitakufa. Na kuna dawa natumia. Basi nikafungua draw, dawa zimeisha. Mungu wangu. Mara simu yangu ikawa inaita. Nikacheki ile namba ni Msela. Nikapokea chapu. Akaniambia vipi mchumba usharudi nije kula? Nikasema wewe uje kula umeacha pesa hapa. Akasema umeanza hapo. Yani muda wote kupaniki hata upendezi unajua. Nikasema busikia mimi naumwa. Naomba uniletee dawa nyumbani. Akaniuliza unaumwa nini? Nimesema sitaki maswali bwana. Niletee dawa. Nikamtajia jina akaniambia sawa mama hamna shida nakuletea. Basi nikakata simu nikatulia.
mnadhani kuna nalika sasa jamani, tumbo lilikuwa linaniuma. Nikajopa bila dawa stoboi. Akachukua muda nikasikia mlango unagongwa. Nikajua ni Abduli, nikaenda kumfungulia mlango na nikawa nimejikokota sana. Abduli aliponiona akasema, wewe unaumwa nini kwani? Nikasema bwana mimi sitaki maswali, nimekwambia nipe dawa. Basi Abduli haraka sana akanipa dawa. Mimi nikamuelekeza aniletee maji haraka, pia akaniletea. Nikameza dawa kisha nikatulia katika sofa. Basi bwana nilipotulia basi naye akatulia. Akawa amekaa karibu yangu, akawa ananiangalia kama ananionea huruma hivi. Akauliza unaumwa tumbo? Nikakaa kimya. Akaniambia haya, ila siku zako Nikamwangalia tena afu nikamsonya. Akasema ndo shukrani yako hiyo, nimekuletea dawa unanisonya jamani. Basi nikaona aibu kidogo. Nikabaki kimya. Akaniambia poa bwana, kwa hiyo tumbo limepoa? Nikasema ndio limepoa, njaa inaniuma. Akanichukulia chips. Basi akaniambia sawa, mna shida. Akanyanyuka akatoka nje. Nikaona bora hata nimejuana naye, yani bora hata huyu msela leo kaja kanisaidia, maana nilianza kupata afadhali kidogo. Basi nikaingia tena kuoga, maana niliona kama pedi yangu imejaa hivi. Basi haraka nikaenda kuoga, nikabadili pedi yangu, nikaiweka vizuri kabisa, kisha nikatoka zangu sebuleni, nikaja kupumzika. Baada ya muda Abduli akaja, alikuwa mbeba mfuko. Akaniambia vipi unaendeleaje kwa sasa, kwani bado tumbo linauma sana? Nikamwambia hapana, niko sawa sasa hivi, limepoa. Akaniambia basi vizuri. Akatoa chips, kuku na mayai akaniwekea mezani. Akanitolea na juice ya box, akaja kunichosha eti kaniletea na pedi za HQ. Nikamuuliza hizo pedi nani kakwambia ununulie? Nikasema, akaniambia hebu acha mambo yako bwana, kwani si upo katika siku zako? Nikamwambia kama mimi siko katika siku zangu. Akasema sawa, yani wewe mwanamke utaingia tu, ukiingia vaa. Kama leo haupo basi hizo nimekuletea, utakapoingia utavaa hizo pedi. Basi nikabaki kimya. Akaniambia kwa hiyo nikulishe mchumba? Nikamwambia wala, kwani mimi sina mikono, hebu nipishe bwana wewe. Akaniambia poa bwana, unaanza kupata nafuu sasa hivi. Basi fresh, mimi nasepa, ukizidiwa utaniambia. Nikamwambia sawa, salimie. Basi kama kawaida yake akaja tena akanibusu kwenye paji la uso. Yani ananiibia tu kama hivi, yani leo imekuwa ni mara nyingine tena. Akanibusu tena, afu akasema mwenyewe poa basi. Mida basi. Mimi nikabaki tu namwangalia. Yani nikamwangalia mpaka anaondoka zake. Yani mimi sielewi kwa kweli. Yani nilikuwa sielewi vitu ambavyo msela alikuwa anavifanya. Akanibusu kama hivyo tena, kisha akaondoka, akaniacha pale nikiwa naendelea kula. Na msikilizaji, tumefika katika tamati ya sehemu ya kwanza ya simulizi yetu hii nzuri kabisa ambayo imepata kuanza siku ya leo. Inakwenda kwa jina la Faith Nilidata na Msela. Wewe nyenye msela simemwona anaongoza 3 bila huku, mimi sijui nini itakuwa, kwani Faith atakuwa na msela huyu, ni msela huyu, ama tunarudi zetu kwa boss pale ofisini, ama itakuwaje? Lakini kwani Mungu alituonyesha nani ile siku? Kwa sababu siku ile tuliona kakao ile, tulimuona msela pale garage, lakini pia tulimuona boss kule ofisini. Sehemu ya pili itakwenda kutupa majibu ya maswali ambayo tumeshaanza kujiuliza, na bila shaka naamini kwamba unaenjoy. Basi na mimi nikwambie bila hiana bila kinyongo, hakikisha umesubscribe channel yetu ya Simulizi Zetu Media, lakini usiache kulike, usiache kushare, na usiache kuandika comment yako hapo chini mara baada ya kuwa umemaliza kusikiliza simulizi hiyo. Usisahau kutufuatilia pale Instagram, lakini pia Audiomack. Kote tunapatikana kwa jina la Simulizi Zetu Media. Pale WhatsApp ni 0757 5672 53. Wakati wote ambao unasimuliwa naye simulizi hii, mimi jina langu naitwa Tutu, nikuage kwa sasa. Tukutane katika sehemu ya pili ya simulizi yetu ya Faith.